Katika karne ya 21, sayansi na teknolojia zimepiga hatua kubwa sana. Binadamu wamefanikiwa kuvumbua akili bandia, kusafiri angani na kutibu magonjwa mengi yaliyokuwa hatari hapo awali. Hata hivyo, licha mafanikio haya makubwa, bado kuna matukio mengi yanatokea duniani ambayo sayansi imeshindwa kuyaeleza kikamilifu. Matukio haya yamekuwa chanzo cha mjadala mkubwa miongoni mwa wanasayansi, wanafalsafa na jamii kwa ujumla. Makala hii inalenga kuchambua baadhi ya matukio ya ajabu yaliyoripotiwa na kuthibitishwa kihistoria, lakini ambayo bado hayajapata majibu ya uhakika wa kisayansi. Lengo ni kuonyesha mipaka ya sayansi ya sasa na kuibua umuhimu wa utafiti endelevu. Tukio namba 1 ni Bermuda Triangle. Bermuda Triangle ni eneo lililopo katikati ya bahari ya Atlantic kaskazini, linalounganisha Miami, Bermuda na Puerto Rico. Kwa miongo mingi eneo hili limehusishwa na kutoweka kwa meli na ndege bila maelezo ya wazi. Ripoti nyingi zinaonyesha kuwa vyombo hivi vilipotea ghafla bila kutuma ishara ya dharura, na katika hali nyingi hakukuwa na mabaki yaliyopatikana. Wanasayansi wamejaribu kueleza tukio hili kwa kutumia nadharia kama vile mabadiliko ya sumaku duniani, hali mbaya ya hewa na makosa ya kibinadamu. Hata hivyo, hakuna nadharia iliyoweza kueleza matukio yote kwa pamoja. Kutokana na hali hiyo, Bermuda Triangle bado linaendelea kuwa moja ya mafumbo makubwa yasiyopata majibu ya moja kwa moja ya kisayansi. Namba 2 ni binadamu wanaowaka moto wenyewe, spontaneous human combustion. Spontaneous human combustion ni tukio linalohusisha mwili wa binadamu kuwaka moto ghafla bila chanzo cha wazi cha moto kutoka nje. Katika matukio mengi yaliyoripotiwa, mwathirika hupatikana akiwa amechomeka vibaya, huku mazingira yanayomzunguka kama thamani au sakafu yakibakia salama. Sayansi imejaribu kueleza tukio hili kupitia nadharia mbalimbali, ikiwemo athari ya mafuta ya mwili wa binadamu na vyanzo vidogo vya moto kama sigara. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa kutosha unaothibitisha nadharia hizi kwa uhakika. Kwa sababu hiyo, tukio la spontaneous human combustion linaendelea kuwa fumbo lisilo na jibu la kisayansi lililoridhisha. Tukio la 3 ni mafumbo ya sanamu za kisiwa cha Easter. Kisiwa cha Easter kilichopo katikati ya bahari ya Pasifiki kinajulikana kwa uwepo wa sanamu kubwa za mawe zinazojulikana kama Moai. Sanamu hizi zina uzito unaofikia tani 80 na zilitengenezwa na jamii ya kale bila matumizi ya teknolojia ya kisasa. Changamoto kubwa inayowakabili wanasayansi ni kuelewa jinsi sanamu hizi zilivyoweza kusafirishwa kutoka machimbo hadi maeneo ziliposimamishwa. Hakuna ushahidi wa matumizi ya magurudumu, chuma au mashine za kuvuta mizigo mizito. Nadharia kadhaa zimependekezwa, ikiwemo matumizi ya kamba na mbinu maalum ya kusogeza sanamu. Hata hivyo, hakuna nadharia iliyothibitishwa kikamilifu kueleza mchakato huo. Tukio la 4 ni sauti ya ajabu baharini, The Blob. Mnamo mwaka 1997, vifaa vya ufuatiliaji wa sauti vya kijeshi vilirekodi sauti kubwa isiyo ya kawaida kutoka chini ya bahari iliyojulikana kama The Blob. Sauti hii ilikuwa na nguvu kuliko sauti za viumbe vyote vya baharini vinavyojulikana kisayansi. Baadhi ya wanasayansi walipendekeza kuwa sauti hiyo ilisababishwa na barafu inayovunjika au tetemeko la ardhi baharini. Hata hivyo, maelezo haya hayakutoa uthibitisho kamili unaoeleza sifa zote za sauti hiyo. Hadi leo, chanzo halisi cha The Blob bado hakijathibitishwa rasmi.
Namba 5 ni uwezo usioelezeka wa akili ya binadamu. Akili ya binadamu ni moja ya viungo tata zaidi katika mwili wa mwanadamu. Kuna watu wanaonyesha uwezo wa kipekee kama kukumbuka kila tukio la maisha yao, kufanya mahesabu magumu kwa haraka sana, au kupona magonjwa bila tiba ya kawaida. Sayansi ya neva inakubali wa uwezo huu, lakini bado haijaweza kueleza kikamilifu kwa nini uwezo huo hutokea kwa watu wachache pekee duniani. Utafiti unaendelea kufanywa, lakini majibu kamili bado hayajapatikana. Tukio la 6 ni mwanga angani, ball lightning. Ball lightning ni tukio la kiasili linalohusisha kuonekana kwa mipira ya mwanga angani. Mara nyingi wakati wa mvua za radi. Mipira hii imeelezwa kuwa inaelea kuingia ndani ya nyumba na kutoweka hafla bila athari kubwa. Licha ya ushuhuda wa watu wengi kwa karne nyingi, wanasayansi hawajaweza kurudia tukio hili kikamilifu katika maabara zao. Hivyo basi, ball lightning bado ni fumbo lisiloeleweka kikamilifu hadi leo. Kwa kuzingatia matukio yaliyojadiliwa katika makala hii, ni dhahiri kwamba licha ya maendeleo makubwa ya sayansi, bado kuna mipaka katika uelewa wa binadamu. Matukio haya ya ajabu yanaonyesha kwa dunia bado imejaa siri nyingi zinazohitaji utafiti wa kina. Ni kupitia kuendelea kuuliza maswali, kufanya tafiti na kuwa wazi kwa uwezekano mpya, ndipo sayansi itaendelea kukua. Hadi wakati huo, baadhi ya mafumbo haya yataendelea kubaki kuwa changamoto kwa akili ya mwanadamu.